Akizungumza akiwa eneo la tukio, mwenyekiti wa kamati ya usalama na mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kueleza kuwa ilitokea Novemba 28, 2025 jioni na majeruhi walikimbizwa hospitali ya Mkata kwa matibabu zaidi. Niwashukuru na niwapongeze vijana wa wilaya ya Handeni kwa uharaka mliochukua, uthubutu mliofanya katika kuhakikisha tunaokoa. Ajali hii imekuwa ni mbaya sana, imehusisha magari mawili kama tunavyoona, gari ndogo ya abiria lakini na hili lori. Lakini ile gari ndogo ndio imeathirika sana mpaka imeweza kupata moto. Hapa tumekuja tumeweza kugundua ni gari aina ya Benz. Tumekuwa na majeruhi watatu kwenye ajali hiyo na mtu mmoja ametoka akiwa na hali mbaya sana, lakini wote tumewakimbiza katika hospitali yetu ya Mkata. Kutokana na tukio hilo, mkuu wa wilaya Nyamwese ameliagiza jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani kufuatilia na kuchukua hatua kwa madereva wote wazembe ambao hawatakuwa makini barabarani. Kwa wenzetu wa jeshi la polisi kupitia kitengo cha usalama barabarani, tuzidi kuwadhibiti watu hawa. Wanaweza wakaona tunawasumbua katika eneo letu hili la Handeni, lakini usumbufu wao ni salama yao, ni pona kwao. Kwa hiyo askari wetu wa usalama barabarani, nitoe maelekezo kwamba watu wanao overspeed tuwapokonye leseni, tusiwapige faini, tuwafungie leseni zao ili wao wanapita hapa kwa adabu. Hata hivyo, amewataka watumiaji wote wa barabara hiyo ya Manga kwenda Segera kuzingatia sheria na kanuni, na wale wote ambao watakiuka watachukuliwa hatua. Sasa nitoe wito kwa watumiaji wote katika barabara yetu hii ya Segera Mkata, barabara yetu kubwa inayopita hapa. Tunajua barabara hii ni barabara kubwa kwa sababu tunajua mkoa wetu ni kitovu cha uchumi, iko bize wakati wote. Tunataka watu wanapotumia barabara hii wachukue tahadhari zote. Kwa hiyo tutoe wito kwa wananchi wote na watumiaji wote wa barabara kuwa makini, kuzingatia sheria. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, Rajabu Athmani.